Kwa sababu kama hakuna dawa mahospitalini ni kwa sababu ya siasa. Kama hakuna hela za kusomesha watoto wa kike ni kwa sababu ya siasa. Kama wanawake wanakufa wakati wanajifungua ni kwa sababu ya siasa. Sio Bwana ametoa, Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe. Ni kwa sababu serikali haijali. Kwa hiyo mahali pa kuanzia ni siasa. Tuangalie siasa zetu. Tuangalie siasa za nchi hii. Tuangalie mifumo yetu ya kisiasa na mifumo yetu ya kiutawala. Tuangalie katiba. Tuangalie chaguzi zetu. Kwa sababu hii mifumo ya kisiasa tukibadilisha, tutakuwa na uwezo wa kubadilisha hii hali ambayo nimeizungumza. Kwa hiyo tuangalie sasa siasa zetu katika nchi yetu. Namna pekee halali ya kubadilisha siasa ni chaguzi. Ni kwa kufanya nini? Kwa kufanya chaguzi. Kuna namna nyingine? Kuchukua silaha na kwenda porini inaruhusiwa? Inaruhusiwa. Namna inayoruhusiwa kubadilisha serikali kwa utaratibu wa nchi hii wa kikatiba ni uchaguzi. Kama hiyo ndio namna pekee inayoruhusiwa, then swala la mfumo wa uchaguzi ukoje ni swala la msingi kweli kweli. Tunachaguanaje ni swala la msingi kuliko swala lingine lolote, kwa sababu ndilo linalotuonyesha kama kuna uwezekano wa kubadilisha siasa za nchi hii, wa kubadilisha uongozi wa nchi hii. Sasa mfumo wetu wa uchaguzi ukoje? Unatuwezesha kubadilisha uongozi? Unatuwezesha kubadilisha siasa za nchi hii? Mfumo wetu wa uchaguzi ukoje? Mfumo wetu wa uchaguzi wa nchi hii, namba moja, ni mfumo unaodhibitiwa chini mpaka juu na mama. Si ndio rais? Tume yote ni ya kwake. Anaiteua mwenyewe kwa mapenzi yake, na wanafanya kazi kwa mapenzi yake. Wasimamizi wa uchaguzi wote ni watu wake. Sheria ya zamani ilikuwa inasema lazima wawe wakurugenzi wa halmashauri. Sheria ya sasa inasema lazima wawe watumishi waandamizi wa umma. Watumishi wote wa umma wa nchi hii aidha ni wateule wa mama wa moja kwa moja, na wale ambao hajawateua yeye, katiba yetu inasema wanafanya kazi kwa niaba yake na kwa maelekezo yake, na yeye ndio mwenye mamlaka ya mwisho ya ajira zao. Kwa wanaosimamia mfumo wetu wa uchaguzi nje ya tume ya hao watu 7 wanaounda tume ya uchaguzi, wengine wote ni watu wa mama. Wanaolinda chaguzi na hawalindi chochote, wanaleta kura za wizi, ni mapolisi, ni watu wa mama. Usalama wa taifa ni watu wa mama. JW ni watu wa mama. Na walimu, yeyote yule anayeshiriki kwenye uchaguzi huu kama msimamizi ni mtu wa mama. Na kwa sababu ni wa mama,
ni wa CCM. Ni wa CCM. Kwa sababu mama ni mwenyekiti wa CCM, kama ilivyokuwa kwa yule anayesema kazi yake iendelee, kama ilivyokuwa kwa Kikwete, kwa Mkapa, kwa Mwinyi, kwa Nyerere. Tume ya uchaguzi, mfumo wetu wote wa uchaguzi ni mfumo wa CCM. Sasa tuulizane, kwenye huo mfumo wa CCM tunatoboa? Tunatoboa? Hatuwezi tukatoboa. Na ukitaka kujua kwa nini hatutoboi, nataka twende kwenye takwimu tena. Manake huwa tunapuuza takwimu. Habari yote iko kwenye namba. Iko hivi: mara ya mwisho tulifanya uchaguzi, unaweza kuita uchaguzi, mwaka 2015. 2014 15 uchaguzi wa mitaa na vijiji, 15 uchaguzi mkuu. 15 unaweza ukasema kwamba tulienda kwenye uchaguzi wa kweli. Kulikuwa na competition, kulikuwa na ushindani. Kitu gani kilitokea miaka 10 iliyopita? Takwimu zinasemaje? Takwimu zinasema hivi: kwenye uchaguzi wa 2014 wa vijiji, CCM ilishinda kwenye vijiji 9378 kati ya vijiji 12,260. Ilishinda 79.81 ya vijiji. Kwenye mitaa, nazungumza miaka 11 iliyopita, ndugu waheshimiwa, kwenye mitaa CCM ilishinda mitaa 2583, 66.66 ya mitaa yote nchi hii. Sisi wa Chadema kwenye uchaguzi huo miaka 11 iliyopita tulishinda vijiji 1754, 15% ya vijiji vyote. Tulishinda mitaa 980, 25.29 ya mitaa yote nchini. Hii ni miaka 11 iliyopita. Uchaguzi uliofuata 2019 ulikuwaje? Nataka niwape takwimu. Uchaguzi wa 2019, kwenye uchaguzi huo CCM kwenye vijiji, CCM ilipata vijiji 12,150, sawa na 99.01. Kumbuka walikuwa na asilimia ngapi miaka 5 kabla? Walikuwa na asilimia 79.81. Miaka 5 baadaye wakafikisha asilimia 99.01 ya vijiji vyote. Kwenye mitaa 2019 CCM ilipata mitaa 4,263 kati ya mitaa 4,263
walipata 100% ya mitaa yote. Unanielewa? Sisi tuliokuwa tumepata 25% miaka mitano kabla tulipata 0. Hiyo ni 2019. Mwaka jana ilikuwaje? Takwimu zinasemaje? Takwimu za mwaka jana zinasema, kwamba, ngoja nizitafute nisije nikakosea, kwa sababu ni muhimu kuyapatia haya maswali. Takwimu za mwaka jana kwenye vijiji, takwimu za mwaka jana zinasema hizo nilizozisema za 2019 ni za mwaka jana, samahani. Vijiji 12,150 kati ya vijiji 12,271, 99.01% ya vijiji vyote mwaka jana. Sisi wa Chadema tuliokuwa na vijiji 1754 2014, mwaka jana tulikuwa na vijiji 97, 0.79. Kwenye mitaa, CCM ilipata mitaa 4213 kati ya mitaa 4264, 98.83. Sisi Chadema tulipata mitaa 36 nchi nzima, 0.84. Tulikuwa na 25.29 2014. Sasa twendeni kwenye ubunge. Turudi tena kwenye uchaguzi mkuu. Kwenye uchaguzi mkuu 2015, miaka 10 iliyopita, kwenye uchaguzi wa 2015 CCM ilishinda majimbo 195 kati ya majimbo 264, sawa na 73.86 ya majimbo yote. Chadema tulishinda majimbo 35, sawa na 13.26. CUF walishinda majimbo 32, NCCR jimbo moja. Jumla ya kura ya wabunge waliochaguliwa wa upinzani 2015 ilikuwa wabunge 35 wa Chadema, jumlisha 32 wa CUF, jumlisha 1 wa NCCR Mageuzi, jumla wabunge 68 wa majimbo. Kwenye uchaguzi mkuu wa 2020 wabunge wa upinzani walitoka kwenye majimbo 8 tu, na sisi tuliokuwa na wabunge 35 tukapewa mbunge mmoja. Kuna siku nilisema tulimpewa, watu wakapiga kelele sana. Niambieni ilikuwaje? Tuzungumze ukweli tu. Na hii wala sio kumvunjia heshima dada Aida. Ni kwamba mfumo wetu wa uchaguzi ndio unaoamua upewe ngapi, sio wananchi, sio kura ya wananchi. Wanaoamua ni wanaohesabu kura na wanaotangaza matokeo, sio wanaopiga kura. Sasa ndugu zangu, huo ndio mfumo wetu wa uchaguzi. Mfumo huu wa uchaguzi mwaka 91, kabla Chadema haijaanzishwa, Tume ya Rais ya vyama vingi au chama kimoja
tume ya Jaji Mkuu Francis Nyalali ilisema mfumo huu haufai kwa sababu ni mfumo wa CCM. Na hayo maneno yamerudiwa na tume nyingine zilizoanzishwa na marais wa CCM na wenye viti wa CCM, na ya mwisho kabisa ilikuwa tume ya Warioba. Walisema mfumo huu haufai, na tume ya Warioba ikasema mfumo huu haufai kwa sababu nyingine umewafeli wanawake. Ndio maana ya mapendekezo ya rasimu ya Warioba kwamba wabunge, inabidi niyasome haya maneno ya Warioba ili niwape sababu ya kuacha kuota ndoto za kwenda kugombea kwenye mfumo huu. Twende tukapigane, tuubadilishe tukiwa na kauli moja. Kwenye ibara ya 113 ya rasimu ya Warioba kuhusiana na usawa wa jinsia, Warioba alipendekeza yafuatayo: katika kila jimbo la uchaguzi kutakuwa na nafasi 2 za ubunge, moja kwa ajili ya mwanamke na moja kwa ajili ya mwanamume. Na ibara ndogo ya 4 ikasema wabunge hao kutoka kila jimbo la uchaguzi watapatikana kwa kupigiwa kura na wananchi wa majimbo yao. Kwa hiyo hata hiyo tume ya Warioba waliona, na kwenye bango kitita, na nikumbusha mambo ya miaka 10 na ngapi iliyopita, nimekuja nalo kwa sababu mimi huwa sipendi kuzungumza bila ushahidi. Kwenye hili bango kitita hili walilozungumzia kwa nini wamependekeza hivyo, wanasema tunapendekeza wabunge wawili, mwanamke na mwanamume, ili kuleta usawa wa kijinsia katika uwakilishi bungeni.